Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina takatifu la Yesu Kristo. Kwa majina yangu naitwa Yusuf George, ni mtoa ripoti wa kanisa la TAG Yesu Yuhai ambalo liko hapa Masasi mjini mkoani Mtwara katika wilaya ya Masasi. Tayari ibada imekwisha kumalizika na watu wanakwenda kupumzika kwa ajili ya kuenda kwenye ibada nyingine ya pili ambayo itaanza muda si mrefu. Hivyo basi tuende tukawasikie wadau ambao wameweza kushiriki hii ibada ya leo, nini kitu gani hasa ambacho wameondoka nacho kwenye ibada hii ya leo, lakini pia wana kipi cha kuweza kukushauri wewe ambaye pengine umekosa ibada leo na unatamani kuhudhuria ibada zetu hapa Yesu Yuhai. Nimekutana na mtumishi wa Mungu hapa, twende tukamsikie nini anazungumzia kuhusu ibada hii ya leo hapa TAG Yesu Yuhai. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Habari ya uzima? Safi kabisa. Hongera kwa ibada. Nashukuru sana. Okay, sawa. Kwa majina naitwa Yusuf George. Sijua mwenzangu unaitwa nani? Kwa majina naitwa Kibinda Peter Kolongo. Yes. Ni mwanafunzi wa chuo cha afya na sayansi shirikishi kilichopo Masasi Mkomaini. Okay, sawa. Sasa mtumishi Naam. Peter Kibinda. Kibinda Kolongo. Kibinda Kolongo. Naam. Kwenye hii ibada ya leo hapa TAG Yesu Yuhai. Ni kitu gani hasa cha msingi kama wewe binafsi umeondoka nacho kwenye ibada ya leo? Sawa. Kitu cha msingi ambacho nimeondoka nacho kwenye ibada ya leo, kwanza ni neno la leo. Kikweli kanisa hili limekuwa ni ibada nzuri sana. Kwanza ni neno ambalo limenibariki kwa sababu neno lilihusu neema ya Mungu, na mara nyingi ambapo nimekuwa nikija hapa nimekuwa nikibarikiwa sana, kwa sababu baada ya neno kufundishwa mara nyingi sana tumejengwa katika maombi. Na nadhani kama ulikuwa unafuatilia vizuri mtumishi wa Mungu alipokuwa amefundisha lile somo, alituambia kwamba neema ya Mungu ipo, imefunguliwa kwa watu wote, lakini inabidi tuitafute kwa njia ya maombi. Neema ya Mungu inatafutwa kwa njia ya maombi. Kwa ujumla ibada imekuwa nzuri kuanzia mwanzo, kwenye sifa, kwenye kumwabudu Mungu, kipindi cha neno, kipindi cha matoleo. Kwa ujumla ibada imekuwa nzuri sana, imekuwa ya baraka. Sasa ndio. Na una lipi la kuwashauri wale watu ambao wamekosa ibada au wana kawaida ya kuweza kumisimisi ibada ambazo zinazoendelea hapa kanisani TAG Yesu Yuhai? Kwa kweli naweza kuwaambia kwamba wakazi wa Masasi na maeneo mengine ambapo wanatufuatilia wanakosa vitu vingi sana. Mashuhuda kadhaa, sio mimi tu, mashuhuda kadhaa ambao wamekuwa wakisali hapa wanashuhudia kwamba Mungu amewatendea mambo mengi sana kwenye biashara. Kwa mfano mimi mwanafunzi na wanafunzi wengine tunashuhudia kwamba Mungu ametutendea mambo makubwa sana. Kwa mimi nawashauri watu ambao wamekuwa wakimisi ibada zetu, ibada za maombi, ibada za katikati na ibada za Jumapili, wajitahidi waje, kwa sababu Mungu anawatendea watu mambo makubwa. Mimi mwenyewe ni shahidi. Mimi nilikuwa ninafanya vibaya sana kwenye masomo yangu, lakini baada ya kuanza kuhudhuria ibada hizi za maombi, ibada za kumshukuru Mungu, ibada nzuri ambazo zimekuwa zikiendelea katikati ya wiki, nimeona wepesi sana kwenye masomo yangu, na mambo mengi ambayo yalikuwa yamekwama Mungu amenisaidia. Kuona na washauri wakazi wa Masasi na ambao wanatufuatilia maeneo mbalimbali kwenye mitandao yetu ya kijamii, waje hapa TAG Masasi. Pana mambo mazuri sana ambayo yanawajenga watu na kuwasaidia. Nadhani unaweza ukaona watu wengi wana furaha, watu wengi wametoka kwa amani, watu wengi wamefunguliwa mambo yao. Wachawi ambao wanawatesa watu siku, kwa yule dada kama ulivyoona ameshuhudia kwamba kuna watu kama watatu wanampata, wanasema bana, vipi tuachie tuuze. Unaweza ukaona kwamba namna gani ambapo ibada hizi zinafungua maisha ya watu, zinafungua roho za watu, zinafungua biashara. Kwa ujumla na washauri waje tumwabudu Mungu. Hapa pana Mungu wa kweli, hapa pana Mungu ambaye anajibu mambo ya watu. Naweza nikasema hivyo mtumishi. Amina, kushukuru sana. Ndio. Mungu akubariki sana. Asante sana. Mungu akubariki sana. Asante. Mpenzi mtazamaji, kama ambavyo umeona ni namna gani watu ambao wamebarikiwa na ibada za hapa TAG Yesu Yuhai Masasi. Hivyo unakaribishwa hata wewe ambaye unaweza kanisani TAG Yesu Yuhai, unakaribishwa uweze kufika ili uone wema wa Mungu maishani mwako. Na ndivyo kama ambavyo unasikia, twende tukawasikia watu wengine ambao nini wanaweza kusema hapa kati hapa siku kanisani. Mungu akubariki, twende tukasikie na watu wengine. Okay, mama anaendaje?